Kwenye vita ya nguvu, kosa kubwa zaidi si kumkabili adui, ni kumwacha akiwa na nafasi ya kurudi. Adui aliyeshindwa nusu ni bomu la kimya, litasubiri siku ifaayo likuripukie. Na leo hapa Sauti ya Kurasa tunaendelea na kitabu cha The 48 Laws of Power cha Robert Greene. Karibu. Sheria ya 15 ya The 48 Laws of Power: crush your enemy totally. Mwangamize adui wako kikamilifu, kiasi kwamba asiwe na uwezo, nafasi au nguvu ya kukurudia au kulipiza kisasi baadaye. Inafundisha kwamba unapokuwa kwenye mgogoro, ushindani au vita ya kimkakati, ni hatari kumshinda adui nusu. Robert Greene anasisitiza kwamba binadamu hawasahau maumivu. Wanabeba chuki, kinyongo na hasira kwa muda mrefu. Ukimwacha adui akiwa na nafasi hata ndogo ya kupona, kujikusanya upya au kupata nguvu fulani, utakuwa umejenga shimo la hatari litakalokurudia baadaye. Greene anasema kwamba mara nyingi watu waliodhalilishwa au kushindwa huwa na uwezo mkubwa wa kupanga kisasi kimya, na siku moja wakipata mwanya, wanaweza kukushambulia kwa nguvu kuliko vile ulivyotarajia. Katika historia, tunaliona hili kwa uwazi kwa kisa cha Hannibal dhidi ya Warumi. Hannibal alipata ushindi mkubwa dhidi ya Warumi katika vita kadhaa, lakini hakuwamaliza kabisa, hakukomesha uwezo wao wa kujimarisha tena. Warumi walipata nafasi ya kujipanga, wakabadilisha mbinu zao na hatimaye wakashambulia Carthage mpaka wakaifuta kabisa kutoka ulimwenguni. Greene anatumia mfano huu kuonyesha kwamba ushindi usiomaliza mzizi wa tatizo mara nyingi huishia kuwa tishio kubwa baadaye. Katika dunia ya biashara, mfumo huu unaonekana tena. Microsoft ilishinda Apple katika miaka ya 90 kwa nguvu ya soko na ushawishi wa teknolojia. Hivyo haikuiua Apple, haikuiondoa kabisa kwenye mchezo. Apple ilipata fursa ya kujikusana upya baada ya Steve Jobs kurudi, ikaanza kuunda bidhaa zenye mwelekeo mpya na hatimaye ikawa kampuni kubwa zaidi duniani kwa muda mrefu, ikitangulia Microsoft kwenye maeneo mengi ya uvumbuzi. Greene anasema kwamba hii ndiyo tabia ya adui usiyemaliza, anarudi akiwa mara 10 mwenye nguvu. Katika maisha ya kawaida, sheria hii inaweza onekana kazini au kwenye jamii. Ukishindana na mtu kazini kwa nafasi fulani na ukashinda, lakini ukamwacha mtu huyo akiwa na ushawishi au nafasi ya kukufuata baadaye, anaweza kutumia kosa dogo tu ulilofanya au mabadiliko yoyote ya uongozi kukushambulia au kukuharibia. Hawa ndio Greene anawaita maadui wanaota kimya. Wanakusanya ushahidi, wanaficha hisia zao, na wanapopata nafasi ya kulipiza, hawasiti. Ndiyo maana anasisitiza kwamba kummaliza adui humaanisha kuondoa uwezo wao kwa kukushambulia, si lazima kwa kuwadhuru kimwili au kufanya ukatili, bali kwa kuziba mianya yote wanaweza kukutumia kukuathiri. Hivyo, Greene anaonya kwamba sheria hii ni hatari ikitumika vibaya au kwa ukali wa wazi. Ukionekana kuwa unamwangamiza adui kwa hasira au kwa upendeleo, unaweza kuibua chuki na upinzani zaidi kutoka kwa watu wanaotazama pembeni. Mara nyingi, njia salama zaidi ni kuimaliza nguvu ya adui bila kelele, bila vita ya moja kwa moja. Kwa mfano, kuondoa ushawishi wake, kupunguza uwezo wake wa kukushika, au kumweka katika nafasi ambayo hawezi tena kukuharibia. Kumwangamiza kwenye muktadha wa Greene ni kuondoa hatari, si kufanya ubaya wa moja kwa moja. Kwa ujumla, sheria hii ina flow kama onyo la kimkakati. Adui aliyebaki na nguvu hata kidogo anaweza kuwa hatari zaidi kuliko adui mwenye nguvu kubwa aliyeshindwa moja kwa moja. Ili kulinda nafasi yako, mamlaka yako au mafanikio yako, lazima uhakikishe kwamba hakuna mianya, hakuna nafasi ya kulipiza na hakuna uwezekano wa kurudi kwa adui aliyeshindwa. Hivyo, usalama wa muda mrefu unatokana na kumaliza tishio katika mzizi wake kabla halijawa tatizo tena. Katika sura inayofuata, tunagusa kanuni muhimu ya kuongeza heshima na thamani yako kupitia kukosekana kwa busara. Hapa, unatambua jinsi umbali wa kimkakati unavyoweza kujenga thamani, kuongeza mvuto na kukupa nafasi ya kudhibiti jinsi watu wanavyokuchukulia.
Ni hatua inayokamilisha falsafa ya kushinda bila kelele, na ni muhimu kwa yoyote anayejenga mamlaka ya kudumu. Ikiwa umejifunza kitu leo, hakikisha unafanya support ndogo lakini muhimu. Subscribe kwa ajili ya maudhui zaidi ya kina, like ili kusaidia kufikiwa, na share kwa mtu anayehitaji uelewa huu, na comment ili tuendelee kujadiliana kwa undani.